Ninakusalimu popote ulipo mpenzi mtazamaji wa hichi kituo cha Tanzania News Today. Hujambo, karibu kwenye mwendelezo wa taarifa zetu. Hii leo tarehe 7 Julai mwaka 2026, siku ya 7/7 ambayo iliweza kutangazwa na wanaharakati. Ni maandamano ambayo yaliweza kutangazwa na wanaharakati na Watanzania kutafuta haki kwa wale ambao familia zao ziliweza kuuawa mwaka uliopita kipindi cha uchaguzi. Vilevile wanaharakati na Watanzania tunataka kitu ambacho kinaitwa haki na uhuru wa kisiasa. Pasiwepo na ukandamizaji kwamba wewe ni wa Chadema, sasa hauruhusiwi kuandaa mikutano yoyote. Kwanza kabisa ninaomba niweze kukupea taswira kamili jinsi mambo yalivyo kwenye miji mikuu katika taifa letu la Tanzania, aswa ama ukipenda hususan mji wa Dar es Salaam, mahala ambapo shughuli nyingi zinafanyika. Ninakueleza kwamba Dar es Salaam, mji ule umeweza kuzimwa, umesimama, hakuna shughuli ambazo zinaendelea. Barabarani hakuna magari, barabarani hakuna daradara, hakuna pikipiki. Hii ni baada ya waendesha vyombo vya moto kutoa nao hilani kwamba wataandaa maandamano kuwalalamikia mafuta. Tupate hali halisi kwanza kwenye hizi kanda ambazo zimeweza kutolewa na kituo cha habari Digital na kituo cha Global Publishers.
Kama ulikuwa makini mtazamaji wangu, hapo ni maeneo ya Mwenge jijini Dar es Salaam na maeneo kama vile Kimara, Ubungo, upande wa Dar es Salaam, mahala ambapo unaona shughuli zote zimesimama. Unajua ushindi tumeupata, na tumeweza kupata ushindi kivipi mtazamaji wangu? Tumeweza kupewa attention. Msije mkafikiri kwamba tumeshindwa. Kipindi ambapo unaona shughuli zote zimesimama, serikali haiendi kupata kodi. Unajua serikali inakusanya kodi kila siku. Wajasiriamali wakienda kufanya biashara zao, watu wa pikipiki, watu wa daladala, raia wa kusafirisha mizigo wakienda kufanya shughuli zao za kawaida, pale ndipo unapata kwamba serikali inapata kodi, inapata ushuru, inapata mapato. Sasa tumeweza kushinda. Kwa sababu gani tumeweza kushinda? Tumenyima serikali kitu ambacho kinaitwa kodi. Kwa sababu ili wao wapate kodi ama ili wao wapate hela za kuweka mafuta kwenye magari yao, watupigie kelele kila wakati, kina Mwigulu Nchemba, kina Samia, lazima wakusanye kodi. Kipindi ambapo tumeweza kuwanyima kodi, tumeshinda. Wametupea attention kwamba sisi ndio wenye mamlaka, sisi ndio tunaweza tukaamua tukasimamisha nchi, na wala sio eti serikali ikiamua kwamba nchi isimame, nchi itasimama. Serikali sasa hivi imeweza kujua kwamba wenye mamlaka ni wananchi na wala sio serikali. Sijui kama umeweza kunielewa mpaka hapo. Wanaweza wakawa na vyombo vya dola, wanaweza wakawa na ulinzi, wanaweza wakawa na silaha za moto, lakini wale ambao wa kutoa mamlaka jinsi ambavyo Tanzania yetu itaendeshwa ni wananchi. Na wananchi ndio waliweza kusimamisha shughuli. Wakasema kwamba shughuli isimame kwanza, leo Sabasaba tusikilizwe. Cha msingi ni kile ambacho tumesikilizwa. Usije ukafikiri kwamba ni Tanzania peke yake tumeweza kusikilizwa. Ulimwengu mzima tumeweza kusikilizwa. Na nipo tayari kujitetea kipindi ambapo ninasema kwamba ulimwengu mzima tumeweza kusikilizwa. Sasa hivi Marekani inajua kwamba Tanzania tunaandaa maandamano ya Sabasaba ya kutaka haki kwa waliouawa mwaka uliopita, ya kutaka uwajibikaji, polisi waliosababisha maafa watiwe gerezani, wachukuliwe hatua stahiki, maandamano ya kutaka Lissu aweze kuachiliwa, maandamano ya kutaka ukandamizaji wa kisiasa uweze kukoma katika taifa letu la Tanzania. Eti kwa sababu wewe unapingana na serikali sasa haupaswi kuzungumza. Eti kwa sababu mimi Ezra Mtanzania halisi nikianza kupingana na serikali itabidi nikimbie nchi yangu niende kwenye nchi jirani ndiposa niende kuizungumzia Tanzania kutoka pale. Tunataka ukandamizaji huo uweze kukoma. Wanaharakati wenzangu kama vile akina Maria Sarungi, kina Mange Kimambi, akina Hilda, wengi wao mtazamaji wangu hatuko Tanzania. Wengi tumeweza kutoka ndani ya Tanzania kwa minajili ya maisha yetu. Ukandamizaji huo ndio tunapaswa kukomesha. Sio kama umeweza kunielewa mpaka hapo. Ukandamizaji huo ndio tunapaswa kukomesha katika taifa letu la Tanzania, ukandamizaji wa kisiasa. Tunataka katiba mpya iweze kuundwa, mabadiliko ya mifumo ya uchaguzi. Sasa hivi ulimwengu mzima unajua kwamba Watanzania wameamua jinsi ambavyo taifa lao litaendeshwa kuelekea mbele. Kuna wale ambao utaniuliza bwana Ezra, sasa unaposema eti kwamba ulimwengu mzima unajua eti kwamba Tanzania tunaandaa maandamano ili hali tunazungumza Kiswahili, watajuaje? Sikiliza nikueleze. Kama haujui, mataifa kama vile Marekani, mataifa mbalimbali
yako na ubalozi katika taifa letu la Tanzania. Leo shughuli zote za ubalozi wa mataifa ambayo yako na ubalozi wake Tanzania zimesimamishwa, zimezimwa. Hakuna shughuli ambazo zinaendelea kwenye balozi mbalimbali katika taifa letu la Tanzania. Wameandika ripoti kwenye mitandao yao ya kijamii kwamba leo hatutafungua. Kwa nini? Patakuwepo na shughuli hii na hii na hii Tanzania. Wananchi wanahitaji na hichi na hichi. Kwa hivyo ulimwengu mzima unamulika waone jinsi ambavyo usalama wa Tanzania utahandle maandamano ya leo. Cha msingi tumezima Tanzania, tumesimamisha Tanzania, tumenyima serikali usingizi, tumenyima serikali kodi. Serikali imetupea kitu ambacho kinaitwa attention. Wamejua kwamba wananchi wanataka hili. Wasipotekeleza hii siku ya Sabasaba sio mwisho wa maandamano. Tena mengine yatakuja serikali isipotekeleza tunavyohitaji. Cha msingi subscribe, chukua linki ya hii video, weka kwenye vikundi mbalimbali vya WhatsApp, weka kwenye Facebook, weka kwenye Instagram ili taarifa hizi zifikie ulimwengu. Endelea kusubscribe. Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana.